Kipekee mimi namshukuru sana Mheshimiwa Makonda. Kiuhalisia kama tukisema kwamba tuna mkuu wa mkoa katika ngazi hii ya Arusha, tuna haki ya kumwambia kwamba yeye ndio mkuu wetu wa mkoa, na kwenye ngazi ya mkoa yeye ndio rais wetu, na pia yeye ndio mbunge wetu, na yeye ndio kila kitu. Kama kuna naye kataa basi atakuwa tu ni mbishi, lakini Makonda ndio kila kitu. Tangia amekuja Arusha mambo yamebadilika sana. Tumeona hata juzi kati hapa ametoka kutoa ufadhili kwa vijana waliokuwa wanaenda VETA, na sasa ametoa tena ufadhili kwa ajili ya vijana kwenda kusoma India. Tuna imani tutafanikiwa na tutafanya mambo makubwa. Ukiangalia kipindi cha nyuma ilikopo inatokea nafasi za scholarship, lakini inatoka nusu. Mwanafunzi anashinda ni namna gani atakavyoenda, atakavyofikia malengo yake. Lakini kwa sasa hivi imetokea full scholarship. Nimshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan. Yeye ndio sababu ya mambo yote haya tulionayo hapa. Na nafasi hizi sio za bure, kwa maana ya kwamba mimi tu nimesoma na nataka kufanya masters unaipata hii hapa. Ziko sifa. Gharama yako ni zile sifa zinazotakiwa. Mtu mwenye maono huwa hakatishwi tamaa na mazingira. Mtu mwenye maono ana discipline. Ukiona mtu anaambiwa njoo saa 2 anakuja saa 8, jua nidhamu hana, na hiyo ndoto sio yake. Mtu yote mwenye maono hujua watu wa kuambatana nao. Hakuna mtu mwenye maono asiyewaheshimu waliomtangulia. Ukiona unamdharau kila mtu, jua hayo maono sio yako. Balozi aliniambia nafasi za watu 1068. Nikamwambia mkoa wangu Arusha unanipa ngapi? Akaniambia kwa akili zako ulizonazo na kwa ujanja wako na kwa utundu wako, hizo 1068 wakizibaa beba zote. Sasa hii ni bebe zote, lazima nyinyi mnisaidie kutimiza maelekezo ya nani? Furaha yetu itakuwa ni kuwasindikiza tu na kuwaomba mtakapopata nafasi ya kwenda kusoma, basi kawakilisheni tabia njema ya mkoa wapi. Ni marufuku kwenda kwa mganga akusaidie kwenda India. Huu mkoa unaongozwa na maombi. Nimemaliza degree ya ualimu katika chuo kikuu cha Katoliki Mwenge. Niliposikia nafasi hii nikaona inaweza ikawa ni fursa kwangu ya kubadilisha pengine maisha yangu, nikaona nifike hapa. Kipekee tuwashukuru sana viongozi wetu, na tunaposema tuna viongozi, kweli tuna viongozi wanatafuta fursa mbalimbali za kuiendeleza Tanzania hii. Nitabadilisha maisha ya jamii yangu na pia maisha ya vijana wenzangu kwa kuwahamasisha.